tumia Mithali 4 mstari wa 10 mpaka 13 kuhusu hekima. Karibu tuombe. Bwana Yesu, tunasema asante kwa uaminifu wako. Tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante Bwana kwa maana unatujua vyema kila mmoja sasa na mapito yetu. Bwana Yesu, unatufahamu. Mahitaji yetu ni mengi sana Baba. Tunatakiwa kufundishwa na wewe. Tunatakiwa kurehemiwa na wewe. Tunatakiwa kuongozwa na wewe. Tunatakiwa kufundishwa na wewe. Tunatakiwa kuonywa na wewe Mfalme. Tunatakiwa Bwana utushike mkono. Bila wewe ulishasema kwenye neno lako, hatuwezi kufanya kitu chochote Mungu. Bwana Yesu, tunaomba utusaidie. Bwana Yesu, tunaomba uturehemu. Bwana Yesu, tunaomba tusamehe mawazo, maneno na matendo. Tusamehe Baba na kututakasa kwa damu yako ya thamani, damu yako takatifu, damu yako ya rehema, damu yako yenye uweza. Sisi na watoto wetu Baba, wakubwa na wadogo, wa mbali na wa karibu. Bwana Yesu, turehemu. Bwana Yesu, tusamehe. Samehe watu wa nyumba zetu Baba. Samehe Mungu wa Israeli. Samehe Bwana wa ume zetu. Samehe mtakatifu wa mbinguni. Samehe Bwana Mungu wa amani. Uwasamehe mawazo, maneno na matendo. Wasamehe na kuwatakasa kwa damu yako takatifu. Bwana, tunahitaji hekima yako. Bwana, tunahitaji huruma yako. Samehe hata dada zetu na kaka zetu. Usiwaache, usiwapungukie Mfalme. Tunahitaji neema na rehema yako Mfalme, katika jina lako takatifu. Mtakatifu, uwafundishe wanapaswayo, uwafundishe wanaotakiwa kufundishwa Mungu, ili Bwana wasikukosee, ili Bwana wasiingie mitego ya adui Shetani, ili Bwana wakapate njia kutoka mitego ya yule adui aliyojiingiza wao wenyewe Bwana, kwa kutokujua, kwa kukosa hekima, kwa ubishi, kwa ujeuri, kwa kukosa Bwana maarifa. Bwana, watengenezee mlango wa kutokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwaone kwa macho ya huruma katika jina lako takatifu. Bwana Mungu, umetufundisha kuhusu hekima wiki hii. Umetufundisha kuhusu hekima mtakatifu. Hekima yote chanzo chake ni wewe. Uwezo, mamlaka ni wako Mungu. Mamlaka, uweza ni yako. Huruma ni zako Bwana. Tunaomba utufundishe hekima Bwana. Tupe hekima katika kila neno tunaloenenda, kila nyanja ya maisha yetu, kila eneo la maisha yetu. Tunaomba hekima Baba. Tunaomba hekima mtakatifu. Uturehemu pale tulipopungukiwa hekima. Kuna mahali tulienenda bila hekima. Kuna mahali tulifanya maamuzi bila hekima. Kuna mahali tuliongea bila hekima. Tukakuaibisha mwana wa Mungu. Tukakuaibisha mtakatifu. Tutakuaibisha Bwana Mungu wa mbinguni. Tukakuaibisha. Tukakuhuzunisha Bwana. Tukakukwaza mtakatifu. Uturehemu, tusamehe. Katika jina lako takatifu. Ulisema tusipende kujiongoza sisi wenyewe, huo unanionya. Tusijiongoze wenyewe, kwa maana hakuna chema katika mwili huu. Bwana, tulipungukiwa hekima yako Baba, hata katika kutafuta neno lako, kulisoma na kulikariri na kulificha ndani yetu ili tusikutende dhambi. Bwana, tumepungukiwa maeneo. Tunaomba tusamehe mtakatifu. Baba, utuongoze Bwana, wa mama na mabinti na vijana ambao tunafuatilia masomo yako unaotupatia Bwana, unaopitisha kwenye madhabahu hii. Bwana Mungu, tuongezee hekima. Kuna hekima katika kila eneo. Yesu Kristo mwana wa Mungu, siku hizi za mwisho Bwana, unaona mambo ni mengi yanatokea, matukio ni mengi yametuzunguka. Tunaomba hekima yako Bwana. Tunaomba hekima yako Mfalme. Tunaomba hekima yako mtakatifu. Tunaomba hekima yako mweza wa yote, Mungu Mwenyezi, Yesu Kristo usiyeshindwa, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, mwaminifu wa Israeli, mweza wa yote, Mungu Mwenyezi, Mungu unastahili. Unastahili mwenyewe kwa peke yako Bwana, wala ufananishwi na kitu kingine, au uko tena maswele nene sanda. Unastahili mtakatifu Bwana. Unastahili mfalme wa wafalme. Tunakusii, tunakuomba Bwana, tunakuomba mtakatifu. Kama huwa tunaanzaga kuombea kanisa, tunaomba hekima yako kwenye kanisa lako siku hizi za mwisho. Hekima kwa maaskofu Bwana Mungu, hekima kwa wachungaji Bwana, hekima kwa wake zao, wakawe ni msaada kwa waume zao, watumishi wa Mungu. Hekima Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu, wanachohubiri madhabahuni mbele za watu Bwana, likio kimetoka kwako, sio cha kupata Bwana maviews tu peke yake, bali cha kukuheshimisha, kila ambacho watu wanahitaji Bwana, kuwasaidia kwenye safari ya mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakusii, tunakuomba mtakatifu. Tunakusii, tunakuomba mwana wa Mungu. Baba yangu, mwana wa Mungu Baba, hekima inatakiwa Bwana kwenye huduma mbalimbali, kwenye wanakwaya, kwenye mashemasi, kwa wazee wa kanisa Bwana Mungu, kwenye makundi ya
vijana, makundi ya maombi makanisani. Mungu wa mbinguni, katika wanaofunga na kuomba, katika wanaofanya huduma mbalimbali kwenye shamba lako, wainjilisti wanahitaji hekima. Tunakuomba Yesu Kristo mwana wa Mungu, uwaongezee hekima ya kuzidi maelezo Baba, ili siku hii ya mwisho wafanye kazi inayokubalika mbele zako, na siku ya mwisho wasije wakaikosa mbingu. Hekima inatakiwa Mtakatifu. Tunaomba hekima kwa wanafamilia Bwana. Kuna viongozi wa mafamilia, viongozi wa ukoo, viongozi wa Bwana Mungu, upande wa mama, upande wa baba. Tunaomba hekima juu yao. Tunaomba hofu ya Mungu Bwana juu yao, hekima yako Yesu Kristo, wakaweze kuendesha maisha yao, kufanya maamuzi kufuata hekima yako Yesu. Kwenye neno lako kuna hekima zote. Kwenye neno lako kuna kila kitu tunachohitaji katika kila nyanja za maisha yetu, kiko ndani ya neno lako. Tuendelee kulificha neno lako ndani yetu Bwana, tusikutende dhambi. Baba yangu Mungu wa mbinguni, mfalme wa falme, Baba yangu mtakatifu wa watakatifu, Mungu wa milele, Bwana wa Mungu wa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, mwaminifu wa Israeli, mweza wa yote. Tunaomba hekima yako Bwana, tunaomba hekima yako Mfalme, tunaomba hekima yako Mtakatifu, hekima yako Mungu wetu usiyeshindwa, Mungu wetu mwenye uwezo na mamlaka, Mungu wetu Alfa na Omega. Tunaomba hekima kwa siku za mwisho. Kanisa lako likaenende vipi? Tukashirikishe watu vipi injili, ili wakakufuate wewe, ili wakaache njia zao mbaya, ili Bwana wasikutumie wewe tu kama kwa kupata vitu tu, kukutumia kama mganga wa kienyeji Mungu, kupata uponyaji, kupata mafanikio, kusonga mbele kwenye maisha yao, lakini wanaenda kuishi maisha wanayotaka ya ovyo ovyo tu, ya dhambi, ya nasa, ya kudharau neno la Mungu, la kudharau takatifu. Baba, tufundishe vipi, tueleze vipi, tushirikishe vipi neno la Mungu Bwana, watu wako wakasikia. Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunawaombea watoto wetu wakubwa na wadogo, mbali na wakaribu. Tunawaombea hekima itokayo kwako Bwana, uwasaidie, wahurumie. Siku hizi za mwisho wanazopita Mungu, bila hekima yako Bwana, shetani atawazoa wazima, shetani atawaharibia maisha wao na uzao wao, wakipungukiwa hekima ya Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, utupe hekima Baba, jinsi ya kuwashirikisha neno lao Bwana. Yesu Kristo mwana wa Mungu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, katika jina lako takatifu, jina lako lenye uweza. Yesu Kristo mwana wa Mungu, utuone huruma Mfalme, tusaidie Mtakatifu, tusaidie Mungu wa mbinguni. Tizama, tunaishi nchi, kuna mambo mbalimbali yanaendelea, kuna maamuzi mbalimbali yanapitishwa. Baba, tunahitaji hekima yako, tunahitaji hekima yako Mfalme, katika jina lako takatifu, jina lako lenye uwezo, jina lako linatosha, jina lako lenye mamlaka, jina lako lisiloshindwa Bwana, katika jina lako takatifu. Tafadhali mwana wa Mungu, utuone macho ya huruma, utuone kwa macho ya huruma, ututendee mema Bwana, tutendee mema Mfalme, katika jina lako takatifu, mwana wa Mungu Mfalme, Mungu wa miungu, Bwana mabwana. Yesu Kristo, hekima yako inatakiwa kwa vijana wetu na mabinti zetu, jinsi gani ya kutembea na wewe, jinsi gani ya kuendesha maisha, jinsi gani ya kuendesha mahusiano, jinsi gani ya kuenenda kwenye maeneo ya biashara, maeneo yao ya kazi, jinsi gani ya kuenenda kulingana na mambo yanayoendelea kwenye manchi wanayoishi, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba hekima Mtakatifu, tunaomba hekima yako Baba, tunaomba hekima yako ikaongezeke sana, hekima yako ikatusaidia, hekima yako ikatuhurumie, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Eketana masola masaya, tunahitaji hekima katika kila eneo Mungu, hatuwezi kujiongoza wenyewe, hakuna chema katika miili hii Mungu. Tunahitaji neno lako litujae sana, lituongoze, litumulikie njia yetu, liwe kikao na kingao chetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, utusaidie Mfalme, utusaidie mwana wa Mungu, utusaidie Mtakatifu, utusaidie usiyeshindwa, utusaidie Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, utusaidie mwaminifu wa Israeli, mweza wa yote, Mungu mwenyezi usiyeshindwa, mtakatifu wa takatifu. Yesu Kristo, tuongoze Bwana Mungu, tusaidie Bwana Mungu, tuongoze Bwana Mungu, tupiganie. Mtakatifu mwana wa Mungu, saidie Bwana, tusaidie Bwana, tukawe na mwanzo na mwisho mwema, tukamalize salama Bwana Mungu, tukaishi salama. Hekima inatakiwa Baba, ninaomba hekima
Baba. Kuna hekima zinafanya maamuzi fulani sasa hivi Baba, kuhusiana na ndugu yao Baba Mungu wa mbinguni, naomba hekima juu yao, hekima Baba, hekima mtakatifu Baba, isiwe maamuzi yasiyofaa, maamuzi yasiyo ya hasara, yaani ya faida, maamuzi ya kujenga sio kuharibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Baba. Tunakusihi mwana wa Mungu, na kusihi mfalme wa wafalme, Bwana Mungu wa mbinguni, mfalme wa milele. Tunaomba hekima kwa viongozi wa manchi yetu, kuanzia marais, Bwana, waziri wakuu, wabunge, Bwana, maseneta. Tunawaombea marapisi, viongozi wa mikoa. Tunawaombea Bwana Mungu madiwani, magavana. Tunawaombea Mungu wa mbinguni viongozi wa tarafa, Bwana, wa wilaya Baba yangu. Tunaombea viongozi wa kata Mungu, viongozi wa mitaa. Tunaombea viongozi Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hekima yako ikawatangulie, hekima yako ikawaangukie, hekima yako ikawaonekanie, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wasiongoze Bwana kwa akili zao, waongoze kwa hekima yako, waongoze katika haki, waongoze katika mema, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana, tunaombea hata viongozi kwa maeneo yetu ya kazi, ukawape hekima inayotakiwa Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. In the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. Peka yanda lama kutenda la masotela Baba. In the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. Tenda mema kwa ajili yetu, tenda mema siku za mwisho, tukaenende katika hekima yako Bwana Mungu wa mbinguni, tukalieneze neno lako, akuheshimishe Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuenende vipi na wewe? Tunaomba hekima hata jinsi tunavyotembea na wewe, hata jinsi tunavyokuamini Baba, hata jinsi tunavyokutumikia Baba, utupe hekima yako, tutende mema, tutende unayotaka wewe, sio tunayodhania sisi. Tunaomba hekima yako Bwana, katika maeneo mbalimbali kwenye maisha yetu, kwenye mandoa yetu Baba. Tuenende vipi katika hekima? Tukae vipi? Tuenende vipi? Haleluya. Tusaidie Bwana, tusiende kwa akili zetu, tuende kwa hekima na unyenyekevu. Kina mama na mabinti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kupeleka mambo yaende kwenye familia zetu. Tumeolewa Bwana na waume wana mapungufu na wao ni binadamu. Tumeolewa nao na wao wanatoka madhabahu zao. Wewe Mungu wa mbinguni, wao pia wanaendesha madhabahu zao katika maisha yao, kulingana na ukoo waliozaliwa, kulingana na jinsi walivyotembea na wewe, kulingana na jinsi walivyotafuta hekima yako. Tunaomba hekima, tunaomba hekima mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tuenenda hekima katika ndoa zetu, katika kulea watoto wetu. Tunaomba hekima, tunaomba hekima mtakatifu wa amani. Wengine tuna watoto wakubwa, tunawaombea hekima wanavyochagua wenzi wao wa maisha, wasije wakakosea ikawa ni maisha ya majuto, wasije wakaunganishwa na watu ambao hawana hofu ya Mungu, wale wanaomtumikia adui kabisa moja kwa moja, ambao watuletea machozi na vilio kwenye maisha zetu. Tuepushe Bwana wakamwana wasiokuwa na hekima, tuepushe kwenye maisha yetu sisi ambao tuna vijana, wale ambao wana mabinti, tuepushe wako ambao hawana hekima, ambao hawajalelewa vizuri, hawana hekima ya Mungu. Tuepushe mtakatifu, tuone huruma katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaweka ukuta wa moto kati ya watoto wetu na marafiki wabaya. Tunaweka Baba Mungu ukuta wa moto kati ya watoto wetu na watu wanaopeleka kwenye njia ya uovu. Tunaweka ukuta wa moto kati ya adui na hila zake na uchafu wake anaoletea watoto wetu na vijana wetu na binti zetu. Haleluya, tunaweka ukuta wa moto. Tunanyima kibali Bwana uovu wa shetani na watoto wetu. Bwana, wape hekima watoto wetu, wape hekima. Adui akija njia moja, wamuone vile anapokuja akiwaletea mambo mabaya asiyofaa. Bwana, watoto wetu wape hekima ya kukataa, ya kukwepa. Haleluya, ya kusimamia kweli yako, kusimamia kweli yako, kusimamia hekima yako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakusihi mwana wa Mungu, tutende mema watoto wetu. Wape hekima mashuleni, wape hekima kwa marafiki zao, wape hekima mitaani, wape hekima kazini, wape hekima Mfalme, wape hekima maeneo ya biashara, wape hekima maeneo mbalimbali, hata mitaani. Wape hekima yako, wajaze hekima yako. Ondoa ujinga wa shetani, ondoa vifungo vya shetani, ondoa uchafu wa shetani, ondoa mazindiko, maagano yanayowafunga watoto wetu wanakuwa wanafanya maamuzi ya hekima. Ondoa Bwana vifungo, mazindiko, matamshi yote yale, laana zote zile tulizotamkiwa, tukaenenda bila hekima, tukapoteze muda, tukaishi maisha ya mahangaiko tu bila faida. Tunatengua Bwana, tunafuta, tunatengua, tunaharibu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tusaidie sisi Bwana. Haleluya. Tumechagua upande wako, ni upande wa ushindi Bwana. Hakuna aliyekuja kwako akaibika. Haleluya. Hakuna aliyekuja kwako akakung'ang'ania Baba akaondoka na machozi. Haijawahi kutokea Bwana, hata anza leo. Woko tena la masanda. Uwezo, mamlaka yote ni yako. Uko juu ya hali zote, uko juu ya vipingamizi vyote. Ondoa vipingamizi mbele zetu za kutimiza hatima. Ondoa
ondoa njia, roho za kukwamisha, roho za kuchelewesha, roho za kuharibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kuna ndugu zetu Bwana mbalimbali, wana mambo mbalimbali yanawasonga Bwana, tunaomba Bwana hekima yako ikawaongoze, wakawe salama, wakasonge mbele salama. Wamama na mabinti madhabahu hii na kuinulia mbele zako, na watoto wao wa kike na wa kiume, Baba uwasaidie, Baba uwapiganie, Baba uwape njia, hekima, namna jinsi ya kunavigate situation mbalimbali zinawakabili, katika jina lako takatifu, jina lako lenye mamlaka, jina lako linatosha, jina lako lenye uwezo. Bwana, watendee mema mtakatifu. Mtakatifu Mungu Yesu Kristo, mwana wa mwana, mfalme wa wafalme, Mungu wetu wa milele, Mungu usiyeshindwa, Mungu wa amani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tutulie Bwana, tutulie katika hekima yako, tutulie katika kweli yako, tupe utulivu wa akili, tupe utulivu wa akili, ili Roho Mtakatifu anapotuelekeza tumsikie Bwana, tumtii Bwana kwa wakati, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tusichelewe, unachotaka tufanye tukitimize kwa wakati. Haleluya Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana, tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana, hata viongozi wa mafamilia, viongozi wa ukoo, viongozi wetu wa makazini, haleluya, sisi wenyewe Baba, waume zetu, tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako, tunaomba rehema zako, tunaomba mamlaka yako, tunaomba nguvu zako. Baba tusaidie, Baba tuhurumie, Mfalme tuwezeshe, katika jina la kutakatifu. Mungu wetu usiyeshindwa, Alfa wetu na Omega, mwanzo wetu na mwisho, mwaminifu wa Israeli, muweza wa yote, Mungu mwenyezi, tunaomba hekima, tunaomba hekima ya kutembea vizuri na wewe siku hizi za mwisho Baba, katika uokovu, katika hali mbalimbali, tunapojaribiwa tunaomba hekima, tunapokuazwa tunaomba hekima, tunapokutana na situation mbalimbali tunaomba hekima, katika jina la kutakatifu tunaomba hekima. Mfalme Yesu, tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako. Baba, asitokee mwanamama yote hapa Baba wa kupotea, asipotee mwanamama yote hapa wa kuharibiwa na adui shetani kimwili wala kiroho, asipotee mwanamama yote ule wa kupoteza mtoto Baba, mtoto mkubwa wala mdogo, wala mtoto aliye tumboni Baba. Tunawainua wajawazito mbele zako Baba, uwape neema kujifungua salama, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, uwasaidie wakaweze kulea watoto wazao salama, walio na mabiashara mahali hapa Baba, ukawape kufanikiwa na zaidi ya kufanikiwa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wape hekima za kutunza hekima Bwana, kukuza biashara zao, kufanya mambo ya maendeleo kwenye familia zao. Baba yangu wa mbinguni, wanapotoa sadaka, wanapotoa fungu la 10, ukawape kufanikiwa Yesu, ukawape kufanikiwa Mtakatifu, wakakuheshimishe wewe Bwana kwa shuhuda za maisha yao, ukatusaidie tukakuheshimishe kwa shuhuda za maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tenda mema, tenda mema, tenda mema Mungu. Tenda mema Mtakatifu, Mungu wa milele, Bwana mabwana. Tenda mema Mtakatifu wa Israeli, mweza wa yote. Tenda mema Bwana, tenda mema Bwana. Tenda mema Mtakatifu, tunakusihi Bwana. Hekima Yesu, hata wale wanaofuatilia mafungo na maombi, uwape hekima, uwape neema, uwape rehema zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, tunakusihi, tunakuomba. Tenda mema Mtakatifu Baba. Tenda mema mwaminifu. Tenda mema Bwana Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme. Tenda mema kwa ajili yetu Yesu. Tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji usiyeshindwa, tunakuhitaji mwaminifu. Tunaomba hekima, tunapokosea utusamehe, kwa maana na sisi tunakoseaga Baba, uturehemu. Tunakoseaga hekima, tunaongea wakati mwingine bila hekima Baba, utusamehe. Tunaongea bila hekima, tunakuaibisha, utusamehe, uturehemu Bwana. Kwenye maeneo ya kazi, tunapoongea hata na ndugu zetu, rafiki zetu, utusamehe tu Baba, utusamehe. Na wale ambao tumewakwaza, uwape neema ya kutusamehe, katika jina lako takatifu. Uwape neema ya kusamehe na kusahau, wasiendelee kushikilia Mungu, kwa maana Baba, wewe utakuja na hukumu siku ya mwisho. Uwasaidie Baba, uwape neema na rehema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wa Baba kwenye madhabahu hii, waume kwenye madhabahu hii, uwape Baba neema na rehema na hekima ya kuendesha nyumba zao kwa hekima. Baba Mungu wako wezetu kwenye madhabahu hii, Baba yangu wa mbinguni, wape neema na rehema ya kuendesha maisha yao kwa hekima Bwana, nyumba zao kwa hekima Yesu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wachungaji, maaskofu, wainjilisti kwenye madhabahu hii, vijana Baba, tunakuomba wape hekima Yesu ya kuenenda na wewe, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu wasaidie, Mungu wa Yesu, wasaidie Mungu wa Yesu,
katika jina lako takatifu, jina lenye uwezo, jina lenye mamlaka, jina lako lisiloshindwa, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, mwaminifu wa Israeli, muweza wa yote, Mungu mwenyezi. Tunakuheshimu Baba, tunakupenda Bwana, tunakuhimidi Baba, tunakuamini. Wewe unatosha, wewe unaweza, wewe ni waajabu. Tunaomba hekima yako tunapoingia mafungo Bwana ya wiki hii. Mungu wa mbinguni, ukawe nasi, tukatulie mbele zako, tukasikie sauti ya Roho Mtakatifu anatuongozaje, tunaombaje, tunaendaje vipi na wewe. Tusiombe kwa akili zetu, tuombe kwa uwezo na neema na rehema za Roho Mtakatifu. Utupe neema Bwana, utusaidie Mfalme, utuongoze Baba, tupe hekima yako, tupe hekima yako Baba, tupe hekima yako Mfalme, tuhurumie Bwana, tusaidie Mtakatifu, kila eneo la maisha yetu, kila eneo Baba. Tusiwe mtu watu wa kupoteza muda, watu wa kushindwa tu, watu wa kulalamika tu, hapana. Tusiwe watu wa kufilisika tu, hapana, bali tuwe ni watu wa maarifa, wa kuleta faida itokayo kwako. Asante mwaminifu Yesu, asante hata leo umetuhurumia, umetupa nafasi ya kushirikiana neno lako pamoja, kupeana moyo, kupeana nguvu katika neno lako, nguvu katika wewe Yesu. Uhimidiwe Baba, uheshimiwe Baba, tupe hekima kwenye maisha ya siku hizi za mwisho, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tupe hekima wa mama na mabinti, kuishi maisha yetu katika hekima yako, kufundisha watoto wetu na kuwaongoza kwa hekima yako, kushauriana na waume zetu kwa hekima yako, kushauriana na ndugu zetu kwa hekima yako, kuendesha maisha yetu kwa hekima yako, katika jina lako takatifu, jina lako nyeweza. Asante Bwana, asante Mungu, asante mwaminifu, asante kwa mama na mabinti wa madhabahu hii Bwana. We Mungu, Bwana Mungu wa mbinguni, waheshimishe, washike mkono, wasaidie, waongoze Baba. Asante Yesu. Bwana Yesu, nasema asante Bwana, asante kwa yale ambayo imekupendeza kutufundisha siku ya leo. Baba Mungu, tunaomba maneno hayo yakakae ndani ya mioyo yetu na yakakue tena, yakazae sana, yakakuzalie matunda. Baba Mungu, tunakemea roho zote za malipizi Baba, dhidi ya yoyote kwenye maombi haya aliyeingia Baba yangu, na wale ambao tumeungana nao kwa njia moja na nyingine ya maamuzi mabaya ya shetani wiki hii inayokuja. Baba Mungu, yashindwe, yakaribiwe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kuna wale ambao tunawaombea Baba, wako katika hatari za mauti. Baba Mungu, waepushie mauti Yesu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba Mungu, ndugu zetu tunawainua mbele zako Bwana, ukawaone kwa macho ya huruma. Tuendelee kuwainua mbele zako, ukawape uponyaji ulio kamili, ukawaweke mahali pa salama, wakaendelee kuishi na wewe. Tunakupenda Bwana Yesu. Simamia vipindi vyetu vyote vya leo na vya wiki inayokuja Baba. Simamia hali zetu zote, challenge zetu zote, kazini, biashara, familia, hata afya zetu Bwana, tukawe na shuhuda za kukuheshimisha wewe, kuwavutia watu waje kwako. Tunakupenda, tunakuheshimu Mfalme, katika jina lako takatifu tunaomba na kushukuru. Amina, amina na amina. Haleluya. Mpendwa wangu, ubarikiwe sana kwa kusikiliza vipindi hivi. Tafadhali shiriki maombi, omba. Tafadhali mshirikishe na mwingine. Tafadhali omba Mungu akuongezee hekima. Tafuta hekima za Bwana, tafuta maarifa ya Bwana. Yatakusaidia, yatakutegemeza, yatakulinda, yatakutunza. Bwana Yesu kubariki, na tunaokuomba usiache kuendelea kuombea wamama wengine, vijana wengine, watumishi wa Mungu, taifa lako, mtaani mwako, ukoo wako, familia yako. Bwana Mungu akubariki, na usisahau kama hujawahi kusubscribe, tafadhali subscribe ili jumbe hizi zikawafikia watu wengi zaidi. Mtandao wa YouTube wakawaoneshe wengi zaidi katika safari hii ya kustahili mbingu. Mungu akatusaidie. Barikiwe sana. Amina.